Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ya fedha ya wilaya. Halmashauri ya wilaya ya Monduli ilitoa fedha kutoka mapato ya ndani ya halmashauri kiasi cha shilingi milioni 25 kwa ajili ya ujenzi wa darasa moja katika shule ya msingi Mazoezi. Shule ya msingi Mazoezi ni miongoni mwa shule kongwe iliyoanzishwa mwaka 1945 katika wilaya ya Monduli, kata ya Monduli mjini, mtaa wa Monduli Mashariki. Shule ya msingi Mazoezi ni ya mchanganyiko wa wavulana na wasichana na inaanzia darasa la awali mpaka darasa la 7. Kwa sasa shule ina jumla ya wanafunzi 660 ambapo wavulana ni 342 na wasichana ni 318. Pia shule ina jumla ya walimu 11, wa kiume 3 na wa kike 8 na watumishi wasio walimu 2. Utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule ya msingi Mazoezi ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 25 kutoka halmashauri ya wilaya ya Monduli tarehe 6 mwezi wa 11 2024 na kutekeleza kazi kama ifuatavyo: kuchimba msingi na kujenga msingi, kujenga kuta za jengo, kupaua na kupiga bati, kupiga ripu, kufitisha milango na madirisha na kuweka wiring, kuweka tiles, kupiga rangi pamoja na shughuli zote za kukamilisha jengo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa jengo liko hatua ya umaliziaji na fedha iliyotumika ni kiasi cha shilingi milioni 20,437,130 kwa ajili ya kulipa wazabuni wa vifaa vya ujenzi na kiasi cha shilingi milioni 2,200,000 kwa ajili ya fundi. Jumla ya fedha iliyotumika mpaka sasa ni kiasi cha shilingi milioni 22,637,130. Faida za mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kukamilika kwa jengo hili la darasa moja kutasaidia kuondoa msongamano wa wanafunzi darasani. Kwanza mimi niwapongeze kwa kazi hii mnaendelea kuifanya, na nashukuru kwa sababu mmesema tunashukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi anavyoendelea kuwaondoa wananchi kwenye shida ya kuchangisha na nini. Leo mmepata darasa hili. Lakini la pili, na jambo moja ambao umesema kama changamoto, mimi ni wasii wa zabuni kupitia jengo hili kwamba wanapoona tumetangaza kazi wajue tuna fedha. Kama hatuna fedha hatutangazi kazi, na hiyo ndio kazi ya serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo niwaondoe hofu kabisa, kwa sababu mmesema ni changamoto watu hapa waombe wenyewe. Lakini mmesikia kabisa kwenye taarifa kwamba tangia tarehe 6 mwezi wa 12 sisi tumeshaleta fedha hapa milioni 25. Hapa watu wanakuwa bana wasiwasi wa kuomba kwamba fedha zipo. Ni tarehe sasa mkurugenzi wangu mtendaji kachaleta milioni 25. Kwa hiyo niwaondoe hofu kabisa wadhabuni kwamba tunapotangaza kazi tayari tuna fedha ambazo ziko kwenye shule. Kwa hiyo niwaombe sana na niwasihi wajitokeze kuomba kazi pale pote wanapoona kazi zimetangazwa. Na hakuna njia ya mkato, niseme tu. Haya ndiyo maelekezo ya serikali. Fedha za serikali zote lazima zitapita kwenye mfumo wa NeST ili mtu kuomba, ili kutoa uwazi na ukweli, ili ukisema kwamba huyu amepata kwa hisani, huyu amepata labda mkurugenzi amemsaidia au mwenyekiti wa halmashauri amemsaidia. La, acha, unaingia kwenye mfumo, unaomba, sifa zako zinakubeba. Nawashukuru pia watumishi kwa kusimamia ukusanyaji wa mapato ambao kufanikisha kupata fedha hizi za kuleta kwenye miradi. Kwa hiyo naendelea kufuatia moyo, tuendelee kuchapa kazi ili tuendelee kusanya mapato tupate fedha za kuendeleza miradi yetu. Nawashukuru na ninapongeza uongozi wa shule kwa usimamizi mzuri wa mradi huu pamoja na watumishi wa idara ya ujenzi kwa kusimamia mradi huu. Ninaamini utakwenda kukamilika kwa wakati kwa ajili ya matumizi ya watoto wetu. Asanteni na kazi iendelee. Jengo hili ni bwalo kwa ajili ya wanafunzi kulia chakula na pia litatumika kama ukumbi kwa matumizi tofauti, na limefikia hatua za umaliziaji, kwani shughuli nyingi zimekamilika zikiwepo ujenzi wa jumla pamoja na finishing, store za kuhifadhia chakula, sehemu ya kuhifadhia kuni ambayo ina vyumba vya wapishi kubadilishia nguo pamoja na vyoo. Pia kuna viti na meza ambavyo viko tayari. Matenki 6 kwa ajili ya kuvunia maji yamekwisha wekwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, shughuli iliyobaki ni uwekwaji wa umeme ambapo wiring imekwisha fanyika.
Faida ya mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, jengo hili lina uwezo wa kuchukua watu 400 kwa wakati mmoja. Likikamilika litakuwa na faida zifuatazo: moja, kuwezesha wanafunzi kupata mahali pa kulia chakula. Mbili, kutumika kufanyia mitihani na kupunguza msongamano. Tatu, litatumika kama ukumbi kwa ajili ya mikutano mbalimbali. Viongozi wote ya kamati ya fedha, utawala na mpango, karibuni sana Misirani. Kwanza nianze kwa kusema kwa jina, mimi naitwa Loti na Parana Tarakwa, ni diwani wa kata ya Misirani. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuzunguka shule nyingi zetu za sekondari tumegundua kwamba tuna upungufu wa mabwalo katika shule zetu. Mabweni tunayo baadhi, lakini mabwalo kwa kweli shule nyingi hatuna. Kwa hiyo nikawa nipeleka pendekezo kwa mabosi wa the Misirani project, kama huyu ndiye anaitwa Peter Swan ambaye ni bosi mwenyewe, na huyu ni Diana Swan ambaye ni mke wake. Wao ndio wamenitafutia wafadhili wa kujenga bwalo hili, na bwalo hili kwa kweli kama unavyoona ni kubwa, inachukua watoto zaidi ya 400 kwa mara moja, na wameweka kila kitu, meza na viti hivi ni 200 kwa sasa, lakini watategemea sasa tukipata intake form 3 form 4 watanunua tena viti vingine 200 ziwe 400 mtoto. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, mkitembea huko ndani baadaye utaona kama hii ramani ni ya wizarani kabisa. Huko ndani kutakuwa na stores, sehemu za kuweka vyakula, kuna ofisi na sehemu ya kupikia na kadhalika. Na ile pale nje ni sehemu ya waita changing room. Na kwa hiyo mpisha akichoka anaenda kuoga kule na kubadilisha nguo huko. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba ili bwalo kama alivyosoma kwa mkuu wa shule kwamba ina faida nyingi kwa vijijini, kwa sababu tunakusanya hata maukumbi wa kufanyia mikutano, watu wakishakuwa wengi. Kwa hiyo nitumie fursa hii sana kushukuru sana the Misirani project. Ni project ambayo imefadhili watoto wengi zaidi ya watoto 307 kwa sasa, na hata mwaka huu wanaendelea kufadhili wengine, na watoto hao wako level tofauti. Jana tu nimepata message moja, ameajiriwa Mbagala Secondary School Dar es Salaam, na jana kuna wengine ambao wamefanyia interview jana ambao ni madaktari wanasoma wako Q Kampala University, alafu kuna wengine wako Muhimbili, wengine wako KCMC, wengine wako Bugando, St. Augustine Mwanza na kadhalika. Na katika watoto hao 307 watoto 69 wako kwenye level ya degree na watoto 64 wako kwenye level ya certificate na diploma. Kwa ni mategemeo makubwa kama hapa Misirani kama tulikuwa na watu 200 kwenye degree, kutakuwa na changes kubwa sana. Kipekee kabisa ni mpongeze Mheshimiwa Loti, diwani wa Misirani, kwa sababu ingekuwa tu wafadhili wengi wanaleta fedha Tanzania, lakini kuna mashirika ambayo yangeweza kula hizo fedha, au kama yeye angeweza kupitisha njia yake nyingine anaijua, lakini ameamua kuwekeza kwa ajili ya watu wake. Kikundi cha Nehemia kimesajiliwa kwa namba za usajili /MON vijana 2023/0038. Kina jumla ya wanachama 5 ikiwa wanawake 2 pamoja na wanaume 3. Namba 2, taarifa ya mradi. Mnamo mwaka 2015 kikundi kilianzishwa kikiwa kina jumla ya mradi wa duka la pembejeo za kilimo na mifugo kilichokuwa na jumla ya mtaji wa shilingi milioni 3.5. Mnamo mwaka 2024/25 kikundi kiliomba mkopo wa kiasi cha shilingi milioni 30 na kufanikiwa kupata mkopo wa 10% ya halmashauri ya wilaya kama walivyokuwa wameomba. Hadi sasa kikundi kimeweza kuongeza kuwa na jumla ya mtaji kwa shilingi milioni 33.5. Aidha, kikundi kimeweza kununua pembejeo za kilimo na mifugo zenye thamani ya shilingi milioni 10, ikiwa ni pamoja na dawa za kilimo, mifugo, na wameweza kununua pampu za kuogeshea mifugo, na bado ununuzi unaendelea. Namba 3, lengo ni kupanua mradi wa duka la pembejeo na kuwainua wana kikundi kiuchumi na kuboresha huduma yao pamoja na kuwafikia wafugaji pamoja na wakulima katika huduma bora. Mafanikio: kikundi kimeweza kujiajiri
Kikundi kimeongeza bidhaa za pembejeo za kilimo na mifugo. Wanakikundi kupata elimu ya ujasiriamali na fedha kutoka kwa wataalamu wa halmashauri pamoja na benki. Kukua kwa mtaji wetu kutoka milioni 3,500,000 hadi kufikia milioni 33,500,000. Na hii Mheshimiwa Rais anarahisisha, na mlijua mkopo ulisimama kwa muda mrefu, si ndio? Lakini unaona imefunguliwa. Alikuwa Mheshimiwa Rais anatengeneza mazingira salama kwa ajili ya fedha zenu, kwa sababu hizi ni kodi zenu, si ndio? Kwa hiyo ametengeneza, na sasa hivi juzi mmeomba milioni 30, mmepewa milioni ngapi? Milioni 30, si ndio? Kwa hiyo sisi wote kwa pamoja tuendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Amekuwa mfano kwa nchi hii. Lazima wengine mjiulize, miaka yote mbona alikuwa tupate hizo hela? Kwa nini sasa? Mama anajali watoto wake wote kwenye nchi. Kwa hiyo mimi niwaombe, mimi sitaki nipige debe lingine kwa sababu sisi tushamaliza. Unajua Monduli tumeshamaliza, si ndio? Au bado kuna wasiwasi nyinyi vijana? Kuna mtu mwingine zaidi ya Mama Samia? Mimi sipigi debe, kuna mtu mwingine? Kwa hiyo mimi nataka kuambia kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya, wote tumsemee Mheshimiwa Rais na kumwombea kwa Mungu. Kwa sababu unaona ametengeneza mazingira mazuri, na leo karibu 70% ya vijana, nikitoka hapa unakuta nyinyi mmepata 30. Ukienda Lepuruko kuna waliopata 30, vijana tena wengine wamepata 20, kuna wengine wamepata 15, kuna mama wamepata 20, kuna vijana tena wamepata 10, kuna mama wamepata 5. Unaona zaidi ya milioni 600 kwa kipindi hiki mmepewa. Sawa sawa? Na mimi nategemea na nyinyi mfanye vizuri ili mrejeshe, ili watoto wa Tanzania kama ninyi wa Monduli nao wafanyaje? Wapate. Mkurugenzi pekee ni kushukuru. Tumeweka mguu chini. Wengine nilikuwa natembelea kisiri kwenye bweni, mkurugenzi naye anasimama hivi, naona gari yake. Kwa kweli inaonekana kwamba naye kwa kasi nasi tunaumia kama wazawa wa eneo hili, hata na nyie halmashauri mlikuwa mnaumia. Kwa hiyo hayawi sasa yamekuwa. Kwa hiyo kwa kweli itoshe tu kusema asanteni, nimshukuru rais wetu wa awamu ya 6, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli ametushika mkono pakubwa. Kijiji kimeshatoa asilimia zake, kama unavyoona kuna mawe, kuna kokoto, kuna mchanga, lakini pia kuna maji ambayo yako ndani ya pipa lile. Hiyo yote ni kazi ya kijiji. Lakini pia kwa TASAFU tayari ndani store tuna nondo, tuna matofali kama unavyoona hapo, kuna sementi pamoja na vile vifaa vingine vya mbao, misumari kwa ajili ya kuanza jengo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ametupatia fedha tena za kujenga bweni la pili katika shule hii. Shule hii ni mpya, ilijengwa kwa mradi wa SEQUIP, na tulijenga tena bweni lingine kwa ufadhili wa TASAF, na sasa tena tunakwenda kujenga bweni la pili. Kwetu sisi kama halmashauri tunaona ni chachu ya kuboresha mazingira ya watoto kupatia elimu, kwa sababu shule zetu zote ni za bweni, na serikali bahati nzuri inatupatia fedha za chakula cha bweni kwa ajili ya wanafunzi. Kwa hiyo tunaendelea kushukuru serikali. Rai yangu mimi ni usimamizi mzuri, utunzaji wa vifaa, na mwelekeza mkuu wa shule na ile kamati ya usimamizi wa mradi, utunzaji wa vifaa uzingatiwe. Lakini pia tunaishukuru kijiji kwa namna ambavyo wananchi wamejitoa, wameshaleta vifaa vile ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kuanzisha mradi. Kwa hiyo nawapongeza sana. Jukumu letu sisi ni utunzaji wa vifaa na usimamizi ili mradi ukamilike kwa wakati. Naamini fundi tuliyempata hata tusumbua kama ambaye tulikutana naye kwa kipindi fulani. Ujenzi wa mabweni ulianza utekelezaji wa tarehe 23 mwezi wa 4 2024. Hali ya utekelezaji wa mradi upo hatua ya kupandisha matofali. Tunamshukuru Mama Samia kutuona kwamba watoto wetu wana haki ya kutendewa haya. Kwa hiyo tunashukuru kwa lile fungu alilotupa na kazi inaonekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unawawezesha wanafunzi wote wenye mahitaji maalum kupata malazi bora na nzuri kwa ajili ya elimu yao. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, uongozi wa shule ya sekondari ya Manyara inashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan
kwa kuweka mazingira mazuri na rafiki ya kufundishia na kujifunzia. Pia tunashukuru uongozi wa wilaya, tarafa, kata pamoja na kamati ya ujenzi kwa ushirikiano wao katika utekelezaji wa